Nilifikiria siku moja Kaseja atakuwa kocha. Tena kocha mkuu, sio kocha wa makipa. Kocha mkuu kwenye timu moja ya mpira wa miguu. Kwa sababu nimefuatilia sana maisha ya Juma Kaseja wakati anacheza mpira. Kuna kitu baadaye kuna kocha mmoja aliniambia Juma alikuwa hafanyi sahihi. Lakini Juma alikuwa anapenda sana ukifanya. Alikuwa anapenda sana kutoa maelekezo kwa wachezaji. Si tu wa safu ya ulinzi. Si tu kuwapanga wakati mechi inaendelea, mpira ukiwa umesimama. Hasa kocha mmoja siku moja aliwahi kuniambia, Kenny Mwaisabula aliniambia, unajua hiki anachofanya Kaseja huwa hatupendi sana. Ile mnatoka vyumbani, anaita lile kundi la wachezaji, anaanza kuwaelekeza. Kwa maana kocha ana wasiwasi kwamba huenda huyu mtu anapangua yale ambayo nilikuwa nimewaelekeza wachezaji kwenye dressing room. Kwa nini kuwe kuna kikao kingine wakati ashamaliza kazi yake? Lakini Juma alikuwa anapenda sana kuelekeza. Sasa ameingia kwenye hii kazi, inakuwa ni ngumu unapokabidhiwa majukumu kama kocha. Ukiwa kama mchezaji, maana hata timu ikifungwa hauna lawama, hata kama ulikuwa unatoa sana maelekezo. Sasa kazi ni yako na unalipwa mshahara kwa kazi hiyo. Ndio kazi ambayo Juma ameingia. Lakini kwa haraka ni kwamba Juma anakuwa miongoni mwa wachezaji wachache wa kikosi kile imara cha Simba ambacho kiliwatoa Zamalek ambao wamekuwa makocha Matola pamoja na Kaseja na Amri. Amri Saidi. Kwa hiyo kila laheri kwake, lakini tunatazamia kocha mpya sasa. Kocha mpya mzawa aingie na nguvu kiasi siku moja tumconsider kuwa kocha wa national team.